Katika mwaka wa fedha wa 2026/27, serikali hii ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imetenga shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya tuzo hii. Leo tunatangaza kuwa dirisha la kupokea machapisho ya watafiti wanaotaka kushindana tuzo litakuwa wazi kuanzia tarehe 19 mwezi Juni, kesho, na litakuwa wazi mpaka tarehe 31 mwezi Oktoba mwaka huu. Narudia tena. Dirisha la kupokea machapisho ambayo watafiti wanataka yaingie katika ushindani na kufikiriwa kupata tuzo hii litakuwa wazi kutokea tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu mpaka tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka huu. Bado nyanja za ushindani ni zile zile 4, yaani sayansi asilia na hisabati, afya na sayansi shirikishi, sayansi za wanyama na kilimo, na uhandisi na teknolojia ya habari na mawasiliano. Tangazo lenye maelezo yote na vigezo na namna ya kuwasilisha linapatikana katika tovuti ya wizara, yani www.moe.go.tz. Napenda kuwashukuru sana wote ambao wamekuwa wakishiriki sana katika kuandaa taratibu hizi, na nimtambue sana Profesa Yunus Mgaya ambaye tangu mwanzo ameongoza jopo lilofanya uchambuzi na kuweka vigezo na kufuatilia, pamoja na wataalamu wengine wa sayansi ambao wameshirikiana na wizara katika jambo hili, na wataendelea kushirikiana na sisi kwa sababu wameonyesha uweledi na uadilifu mkubwa na ujuzi wa hali ya juu katika kuendesha zoezi hili. Tuzo hii hutolewa kwa fedha ambazo ni shilingi 50 milioni kwa kila chapisho moja na kugawanywa kulingana na mchango wa walioshiriki katika kufanya utafiti huo. Utoaji wa tuzo hii ni moja ya mikakati ya serikali ya kukuza na kuendeleza sayansi na teknolojia hapa nchini. Ni motisha kwa watafiti wetu kukuza umahiri na kuwa katika viwango vya juu vya kimataifa. Na viwango vya juu vya kimataifa vinapimika kirahisi sana, kwa sababu majarida haya yanafahamika duniani, yanafahamika jarida gani liko juu kuliko mengine. Kwa hiyo mtafiti anayefanya utafiti unaokubalika na kutambulika zaidi duniani, kwa kawaida atakuwa amechapisha katika majarida ambayo ni ya hali ya juu zaidi.